Hatimaye umebaki muda mfupi sana kushuhudia mechi ya dabi ya Kariakoo. Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wenyeji, Yanga wakiwa wageni. Kwenye mzunguko wa kwanza wawili hao walipokutana, matokeo yalikuwa bila bila. Sasa leo hii wanakwenda katika mechi ya 20 kila mmoja, Yanga wakiwa kileleni wakiwa na pointi 47, Simba wako nafasi ya pili wakiwa na pointi 42. Sasa miongoni mwa yale ambayo yanatarajiwa kuwa sehemu ya ushindani mkali, mbali na burudani, mbali na furaha ya ushindi katika mechi ya dabi yoyote ile, na hasa ukizingatia kwamba siku chache zilizopita tarehe 29 walikutana pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Simba wakashinda 1-0, wakatoa kombe la muungano kutoka mikononi mwa Yanga waliokuwa wamelitoa msimu uliopita. Lakini ushindani mwingine unaotarajiwa ni katika eneo hili la msimamo, kwa sababu Simba wanatazamiwa kwamba ndio fursa ya kupunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara Yanga, kwamba sio tu kushinda katika dabi, lakini pia kujiongezea pointi 3 ili mwisho wa siku wawe na pointi 45, tofauti ya pointi baina yao ibaki pointi 2 na sio 5 kama ilivyo sasa. Lakini Yanga kwa hali hii kwenye msimamo, wakijua mshindani wa karibu zaidi ni Simba mwenye pointi 42, akishinda Yanga maana yake anatimiza pointi 50, huku Simba wakiwa na pointi 42 na hivyo kuwaacha kwa tofauti ya pointi 8. Wakati huo mechi zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara zitakuwa 10, kwa sababu kila mmoja atakuwa amecheza mechi 20. Sasa hiyo ni sehemu moja hapo, lakini sehemu nyingine muhimu ni kwamba msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara kanuni ni kwamba ikitokea pointi zimelingana, cha kwanza kinachoangaliwa ni head to head, kwamba mlipokutana baina yenu nani alikuwa na matokeo bora zaidi. Mzunguko wa kwanza ilikuwa bila bila. Sasa leo hii wekundu wa Msimbazi Simba watatamani kupata ushindi, ndio ushindi tu, ili kujiweka katika mazingira mazuri kwamba itakapotokea wamelingana point, basi wawe na nafasi nzuri zaidi ya kuipiku Yanga na kutoa ubingwa. Kwa nini Simba wanahitaji sana ushindi? Achana na sababu nyingine zikiwamo za uhondo wa kushinda mechi ya dabi, lakini pamoja na sababu hii ya kiufundi, kwa sababu tofauti baina yao na Yanga ni pointi 5. Maana yake ni kwamba Yanga sare ina nafuu kwenye msimamo. Sizungumzii uhondo wa dabi. Dabi siku zote Yanga anatamani amfunge Simba hata mara 20 mara 50 mfululizo. Simba anatamani amfunge Yanga mara nyingi iwezekanavyo 20 50 mfululizo, sawa. Lakini kwenye msimamo Yanga akipata sare, tofauti ya pointi baina yao itabaki pointi 5. Mechi zinakuwa zimebaki 10. Lau kama inatokea Simba wanafanya vizuri katika mechi zao zote, halafu Yanga wanakwenda kukwama, walau wanafungwa mechi moja kwa mfano, halafu wanatoa sare mechi moja, maana yake ile tofauti ya pointi 5 itakuwa imeondoka. Wakilingana point, kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni haiangalii goal difference kama kigezo cha kwanza, bali mlipokutana nyinyi wenyewe wawili, nani alikuwa na matokeo bora zaidi. Ikitokea kwamba mmepata sare kwa mfano, ndipo wanakuja kwenye kigezo cha pili. Baada ya kukosekana mshindi kwenye head to head, wanakuja kigezo cha pili cha goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Ndicho kinachofuata, ambacho mpaka sasa Yanga wako vizuri zaidi, kwa sababu wamefunga Yanga mabao 44, wameruhusu mabao 3 kwa mfano kuelekea katika mchezo wa leo muda mfupi ujao. Simba wamefunga mabao 32, wameruhusu mabao 7. Kwa hiyo Yanga wako bora zaidi katika goal difference, yani tofauti ya mabao ambayo ni mabao 41, wakati Simba tofauti ya mabao goal difference ni mabao 25. Kuna tofauti kubwa sana hapa kati ya Simba na Yanga kwenye goal difference, ambayo ni kigezo cha pili endapo pointi zimelingana. Lakini eneo lingine linalofanya mechi hii tarajiwe kuwa na mvuto wa aina yake ni kwamba timu hizi nakutana zikiwa na sifa kuu zifuatazo. Moja, Yanga ndio timu inayoongoza kwa uwezo mkubwa wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Tunasema goal conversion rate. Uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa Yanga ni wa juu mno, kwa sababu mpaka sasa imeshapiga mashuti 163. Kati ya hayo mashuti 84 yamelenga shabaha, wamefunga mabao 44. Sasa mabao 44 baada ya kupiga mashuti 163, maana yake goal conversion rate ambayo huwa tunaipata kwa kuchukua idadi ya mabao chini unaweka idadi ya mashuti yote kwa ujumla bila kujali amelenga shabaha ama la, unazidisha kwa 100, ambapo ukikokotoa kwa usahihi utapata around 27%. Ndio uwezo wa Yanga kubadilisha nafasi kwa mabao ambao unawafanya ndio namba 1 hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara miongoni mwa timu zote, baada ya wao kuwa wamecheza mechi 19. Timu nyingine zipo ambazo zimecheza mechi 20 kama Azam na kadhalika. Lakini Simba wao kwenye uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao
ndipo lilipo tatizo. Lakini wana sifa moja kubwa ambayo inawafanya wao ndio wawe namba moja kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Nayo ni ipi? Ni sifa ya kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio mengi zaidi. Simba ikiwa na Libase Geye, Anise Ora, Selemani Mwalimu, Ino Jospin Loemba, Eli Mpanzu Kibisawala, Cletus Chota Chama, inapokwenda katika nusu ya pili ya uwanja, inaposhambulia, inashambulia sana na inafanya majaribio mengi sana. Mpaka sasa baada ya mechi 19 imeshapiga mashuti 198. Kati ya hayo mashuti 103 yamelenga shabaha, halafu imefunga mabao 32. Ukikokotoa kwa utaratibu ule ule idadi ya mabao chini, unaweka idadi ya mashuti yaliyopigwa kwa maana majaribio, halafu unazidisha kwa 100. Ukikokotoa vizuri hapo utapata Simba goal conversion rate ni around 16%. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa nini Yanga wana mabao mengi kuliko Simba, kwa sababu hii ya uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Kwa sababu Simba kuwa na 16% ya kubadilisha nafasi kwa mabao, manake katika kila mashuti 100 Simba inafunga mabao 16. Yanga 27%, katika kila mashuti 100 inafunga mabao 27. Tofauti yao ni takriban 11% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Lau kama Simba ingekuwa inabadilisha nafasi kuwa mabao kama ilivyomaliza msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara, ambao mpaka mechi 30 zinakamilika Simba ilikuwa imepiga mashuti 320. Kati ya hayo mashuti 183 yamelenga shabaha, ikafunga mabao 69. Goal conversion rate ilikuwa 22%. Ile 22% wangehamishia msimu huu mpaka sasa katika kupiga mashuti 198, 22%, Simba hivi sasa ingekuwa na mabao 44 kama ilionayo Yanga. Yanga wao kitendo hiki cha kuwa na uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kwa 27%, maana yake wamepanda uwezo huo. Msimu uliopita mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara walipiga mashuti 360 na kuwa ndio timu inayofika zaidi kwa wapinzani. Kati ya hayo mashuti 204 yalilenga shabaha, wakafunga mabao 83. Kwa hiyo goal conversion rate ya Yanga msimu uliopita ilikuwa ni around 23%. 3-2-1. Kwa hiyo uwezo wa Yanga kubadilisha nafasi kwa mabao msimu uliopita ulikuwa ni around 23%. Hivi sasa ni 27%. Maanake Yanga wameimarika uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kwa 4%. Sasa leo hii zinakwenda kukutana muda mfupi ujao, Yanga ikiwa na ubora huu wa kubadilisha nafasi kwa mabao, lakini Simba ikiwa na ubora wa kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia zaidi. Muda mwingi wanacheza katika nusu ya pili ya uwanja ya mpinzani na kufanya majaribio mengi ya kufunga. Sasa je, kocha Steve Barker, vijana wake, kocha Pedro Gonçalves, vijana wake wa Yanga wanapokutana leo hii katika ligi kuu Tanzania bara na sio kombe la Muungano, uwezo wa Simba katika kushambulia kwa wingi na kufanya majaribio utawasaidia vipi katika kupata matokeo muhimu dhidi ya Yanga? Na Yanga je, uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao, hata kama wao huwa kwa wastani wanapiga mashuti machache kulinganisha na Simba, uwezo wao huu utawasaidia vipi kupata matokeo muhimu katika mechi hii ya ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa pili? Hilo ni swala la kusubiri, maana baada ya dakika 90 kila timu itakuwa imecheza mechi 20, imebakiza mechi 10 ili kuhitimisha msimu. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke